ajili ya kushiriki neno la Mungu. Neno la Mungu siku ya leo tutajifunza kutoka kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya kwanza kabisa mstari wa kwanza mpaka wa 7, lakini kwa siku ya leo tutaangalia mstari wa kwanza na wa pili tu. Itakuwa ni sehemu ya kwanza ambayo tutatafakari mistari miwili tu katika mafundisho ya kitabu hiki cha Warumi. Kwa hiyo nitasoma mistari 7 kama ifuatavyo. Neno la Mungu linasema: Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa haihubiri injili ya Mungu, ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili, na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu, kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu, ambaye katika yeye tulipokea neema na utume, ili mataifa yote wapate kujitiisha kwa imani kwa ajili ya jina lake, ambao katika huo ninyi mmekuwa wateule wa Kristo, wa Yesu Kristo. Kwa wote walioko Rumi, wapendwao na Mungu, walioitwa kuwa watakatifu, neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Amen. Tunaenda kutafakari ujumbe huu wa neno la Mungu kwa kichwa kinachosema tutatafakari ujumbe wa neno la Mungu kwa kichwa kinachosema Yesu wa kuhubiriwa. Yesu wa kuhubiriwa. Naamini kwamba sote tulioko hapa ni watumishi wa Mungu, na wengine inawezekana sio watumishi wa Mungu, lakini wanaingia makanisani, na inawezekana wanatumika katika sehemu mbalimbali za huduma. Kwa hiyo yawezekana katika utumishi wetu kuna namna tunatumika, na katika namna hiyo tunayotumika ni muhimu tuendelee kujifunza zaidi, hasa huyu tunayemtumikia na huyu tunayemwabudu. Siku ya leo natamani tujifunze Yesu tunayemtumikia au tunayepaswa kumhubiri kimaandiko. Na siku ya leo tutaangalia mfano wa mtume Paulo ambaye alizungumza katika kitabu hiki cha Warumi. Soma kuanzia mstari wa kwanza wa hii sura, na tutaweza kuona namna gani unapaswa kuwa au kumfahamu zaidi Yesu ambaye anapaswa kuhubiriwa katika maandiko, na wale ambao wanaendelea na huduma na wale ambao wanatamani kuingia kwenye huduma wapate kujua ni wa aina gani ambaye anapaswa kuhubiriwa katika huduma ambazo tunazifanya. Jambo la kwanza ambalo tunapaswa kulikumbuka na kulifahamu ni kwamba huyu Yesu anayehubiriwa ni Bwana wa kutumainiwa. Jambo la kwanza ambalo tunapaswa kulitafakari siku ya leo ni kwamba Yesu huyu tunayemhubiri ni Bwana wa kutumainiwa. Hii tunaipata katika mstari wa kwanza na wa pili, kwa sababu nimesema hii somo litakuwa na mwendelezo. Mstari wa kwanza na wa pili tunaona mtume Paulo mahali hapa anajitambulisha kwa namna ambayo ni ajabu kidogo. Biblia inasema katika sehemu ya kwanza ya mstari wa kwanza, Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu. Mahali hapa mtume Paulo amejitambulisha
mahali hapa kama mtumwa wa Yesu Kristo au mtumwa wa Kristo Yesu. Katika Biblia ya Kiingereza neno lililotumika kwenye hii sehemu ni neno tumishi ambalo linamaanisha servant, lakini neno lililotumika kwenye Kiswahili ni mtumwa. Lakini ninatamani sana kwamba tunapojifunza katika hili eneo twende mbali zaidi kufahamu kwamba neno hili lina maana gani, kwa sababu hili neno ndilo ambalo nimeweka msisitizo zaidi katika mahubiri haya, kwamba Paulo anaposema yeye ni mtumwa wa Yesu Kristo, kwamba tunapoangalia kwamba tafsiri ya Kiswahili inatupeleka kwenye maana ya tafsiri ya Kiingereza slave, lakini tafsiri ya Kiingereza imetuandikia servant. Aliyetafsiri Kiingereza alitumia servant ambayo inamaanisha mtumishi, lakini ukienda kwenye tafsiri ya lugha ambayo iliandika Biblia, lugha sahihi ya Kiyunani iliyoandika Agano Jipya, lugha iliyotumika inamaanisha slave, kwa maana ya mtumwa, kama Biblia ya Kiswahili ilivyoonyesha. Haya maneno ni tofauti kwa sababu mtumishi anaweza kuwa mtumishi wa kawaida lakini asiwe mtumwa. Kwa maana ya mtumwa kikawaida tunavyozoea neno mtumwa, tunazoea kwamba ni mtu ambaye yuko chini ya mamlaka, labda ni mtu ambaye anatawaliwa kimabavu. Lakini ukisikia neno mtumishi, mara nyingi watu picha inayokuja ni kwamba ni mtu ambaye anafanya kazi za kawaida. So lililotumika mahali hapa ni mtumwa, ambayo kwa tafsiri ya kawaida ya sisi wanadamu tunaona kwamba ni mtu ambaye anamilikiwa. Kwa hiyo Paulo anaposema yeye ni mtumwa wa Yesu Kristo, mahali hapa tunaweza tukasema kwamba anamilikiwa. Alikuwa na maana kwa sababu sentensi hii ipo katika hali ya umilikishi, kwamba yeye yuko chini ya mtu fulani anayemiliki. Kwa hiyo anasema mahali hapa kwamba yeye ni mtumwa wa nani? Wa Yesu Kristo, kwa maana yuko chini ya umiliki wa Yesu Kristo. Lakini kwa namna nyingine tunaweza tukaleta kwamba yeye Paulo anamtumikia Yesu Kristo. Kwa hiyo ni namna mbili ambazo tunaweza tukaziona. Sasa kwa tafsiri ya kawaida ya wanadamu, ambayo ni kwamba mtumwa ni yule ambaye anakuwa anamilikiwa labda sometimes kimabavu, mfano Israeli walipokuwa Misri. Je, Paulo alimaanisha hii ya kwamba yuko chini ya Kristo kimabavu? Jibu linakuja linasema ni hapana. Paulo hakumaanisha kwamba yuko chini ya Kristo kimabavu, lakini ninataka tuangalie ni kwa nini Paulo ametumia neno mtumwa mahali hapa, na tuweze kujifunza kutambua ni kwa nini na sisi tunaweza tukawa sehemu ya kile ambacho Paulo anakikiri mahali hapa. Ninaomba nielezee aina mbili za utumwa ambazo Israeli walikuwa nazo, taifa la Israeli. Ukisoma katika kitabu cha kitabu cha Kutoka, kulikuwa na aina mbili za watumwa, ambazo ya kwanza alikuwa anaitwa free slave, kwamba mtumwa ambaye alikuwa ni mtumwa huru. Lakini aina ya pili ilikuwa ni bond slave. Huyu mtumwa ni mtumwa ambaye alikuwa amefungwa. Ina maana alikuwa amefungwa moja kwa moja. Naomba nisome kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka sura ya 21 mstari wa kwanza, mstari wa pili mpaka wa 4, tutaona aina ya kwanza ya mtumwa. Alafu sehemu ya pili tutaangalia ya mstari wa 5 mpaka wa 6, aina ya pili ya mtumwa ambaye amezungumzwa mahali hapa. Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka, itaanzia mstari wa pili: ukimnunua mtumwa wa Kiebrania, atakutumikia muda wa miaka 6. Mwaka wa 7 atatoka kwako huru bure. Huyo ni mtumwa wa kwanza, mtumwa huru ambaye tumemuona kwenye Israeli, kwenye taifa la Israeli. Ni kwamba aliingia kwako peke yake,
tu akatoka hivyo peke yake, kwamba ameoa mkewe atatoka aende pamoja naye, kwamba ni bwana wake aliyempa huyo mke, naye amemzalia wana wake na wa kiume, au yule mke na wanawe watakuwa ni mali ya bwana wake, naye mume atatoka peke yake. Huyo ni aina ya kwanza ya mtumwa ambaye tunamuona, ambaye alikuwa ni mtumwa huru. Katika sheria ya Israeli ambaye Mungu aliweka, alisema mtumwa huyu atakuwa huru, atafanya kazi miaka 6. Mwaka wa 7 ilikuwa ni sheria katika Israeli kwamba walikuwa wanapaswa kuruhusiwa hawa watu wafanyeje, aondoke kila aliyekuwa na mtumwa. Hii ni amri ambayo Mungu alikuwa ameiweka na hakuna mtu alipaswa kuitangua. Lakini mtumwa wa aina ya pili ni mtumwa ambaye alikuwa anaitwa bond slave. Bond slave ni mtumwa aliyekuwa ni kama yuko kwenye kifungo fulani. Ngoja tumwangalie mstari wa 5 na wa 6. Anasema, lakini huyo mtumwa akisema wazi, mimi nampenda bwana wangu na mke wangu na watoto wangu, sitaki mimi kutoka niwe huru, ndipo hapo huyo bwana wake atamleta mbele ya Mungu na kumleta mlangoni au penye mwimo wa mlango, na bwana wake atalitoboa sikio lake kwa uma, ndipo atamtumikia siku zote. Biblia inasema atamtumikia, ya Kiingereza inasema atamtumikia forever, kwamba huyu mtumwa wa pili ambaye tunamuita bond slave. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba huyu alikuwa hafanyi kazi miaka 6 kacha, ni alifanya kazi miaka 6, lakini kwa sababu ameona bwana wake anafaa kuendelea na yeye, yawezekana yeye katika kuangalia kwake aliona kwamba yuko bora zaidi, anatamani kuendelea kufanyia kazi yule master wake ambaye alikuwa na mmiliki kwa wakati huo. Alikuwa na uwezo wa kusaini na kusema, mimi bwana, nataka niendelee na bwana wangu na sitaki kuachana naye kwa. Na hapa walikuwa wanaenda mbele za Mungu na wanaweka kiapo na wanakubaliana mbele za Mungu. Kwa hiyo huyu wa miaka 6 kama ataona hakubaliani na bwana wake wa kwanza ambaye alikuwa ni free, ambaye mtumwa huru, alikuwa anaruhusiwa kuondoka bila kulipa chochote, sheria ya Israeli. Lakini huyu wa pili, baada ya kusaini mkataba, hiyo miaka 6 ikiisha, akasema mimi sitaki kuondoka mahali hapa, alikuwa anaruhusiwa kufanya hivyo, na Biblia inaruhusu na Mungu anasema kwamba huyu mtu ataendelea naye. Mimi ninaamini na ninaelewa kwamba yawezekana huyu mtumwa atakubali kuendelea naye, lakini sio kwa kulazimishwa mahali hapa, ni kwa kutaka yeye mwenyewe, ni kwa utashi wake. Yawezekana ni kwa sababu ya uaminifu wa bwana wake ambaye alikuwa anamfanyia kazi. Yawezekana ni kwa sababu ya kile ambacho bwana wake alikuwa anakifanya kwake, kwa hiyo kikamfanya atamani kuendelea kuwa naye. Yawezekana namna alivyokuwa anamtreat, labda alivyokuwa anamtendea, ndio aliona ni vema kuendelea kukaa naye na kuendelea kumtumikia, kwa sababu yawezekana anafikiria kwamba hakuna mwingine ambaye angeweza kufanya vile kama ambavyo bwana wake huyu alikuwa anafanyaje, anamfanyia. Kwa hiyo hii tunaweza kuita ilikuwa willingly, kwa utashi wake mwenyewe, asipo kulazimishwa na mtu yeyote. Huyu mtumwa alikuwa anakubali kwamba mimi nitamfanyia bwana wangu kazi milele pasipo kuondoka mahali hapa. Kwa hiyo unapokuja kwenye context, kwenye mazingira ambayo Paulo anazungumza mahali hapa, kwenye aina hizi mbili za watumwa, Paulo yeye anajitambulisha neno la Kigiriki ambayo ni lugha iliyoandika Biblia iliyotumika mahali hapa kwenye kitabu cha Warumi, linamaanisha mtumwa wa aina hii ambaye yeye amekubali kwa moyo wake wote kwamba mimi nitamtumikia bwana wangu milele, hata kama muda ambao Mungu ameuweka kama sheria umeisha. Lakini kwa sababu mimi kwa bwana wangu nimeona faida fulani, au kwa bwana wangu nimeona kitu fulani ambacho ni bora, sihitaji kuama, nitaendelea kumtumikia mahali hapa muda wangu wote. Kwa hiyo ndiyo aliye wanaongelewa mahali hapa.
Kwa hiyo Paulo anapozungumza mahali hapa anakuwa na idea hiyo ambayo ilikuwepo katika kipindi cha Agano la Kale katika taifa la Israeli. Kama sisi tunavyojua wote, Paulo alikuwa ni nani? Paulo Biblia inamtaja kama mtesi wa kanisa. Paulo mwenyewe ukisoma ushuhuda wake katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, anajitaja kwamba alikuwa akimkufuru Mungu. Ni mtu ambaye alikuwa akiua watu wa Mungu, alikuwa akiua Wakristo, hata mpaka hadithi yake ya wokovu Mungu Yesu alikutana naye njiani wakati anaelekea Damaseti kwa ajili ya kuua Wakristo. Kwa hiyo Mungu akamtokea akamwambia, mbona unaniua? Paulo kwa akili yake yeye mwenyewe alifikiria anampigania Mungu, lakini kumbe alichokuwa anakifanya ilikuwa ni kinyume na Mungu. Alikuwa bado amefungwa. Alijihisi yuko huru, yuko vizuri, lakini kumbe mbele za Mungu hakuwa sahihi. Kwa hiyo alipokutana na Kristo, Paulo ndipo aligundua kwamba hapa nilikuwa siko katika njia sahihi. Kwa hiyo kwa Paulo, yeye alipotumia hili neno alikuwa anazungumza kwa habari ya kwake mwenyewe, kwamba mimi binafsi kwa utashi wangu, kwa kile ambacho nimekiona kwa Bwana wangu, ninaenda kumtumikia huyu Bwana milele. Ni kama amefungamanishwa na Kristo na hawezi kufanyaje? Kumwachia. Kwa hiyo ukiangalia katika eneo hili, yeye alijitambua kama ni bond. Lakini ukiangalia katika mazingira ya kawaida, bond slave ambayo tunaizungumzia mahali hapa, huyu mtumwa ambaye alikuwa anaonekana ni amefungwa, huyu mtumwa hakuwa amefungwa kwa namna ya kwamba alikuwa anatumika vibaya. Huyu ni mtumwa aliyeona uthamani mkubwa kwa bwana wake na akasema, ni mimi nitaendelea kumtumikia. Kwa hiyo hiki ndicho ninachokiona katika eneo hili ambalo Paulo anazungumza. Paulo alipoangalia katika ndani ya Kristo, aliona uzuri ambao haukuonekana sehemu yoyote. Haukuonekana kwenye dini aliyokuwa anaipigania, haukuonekana kwenye mambo yoyote ambayo alikuwa anayafanya. Japokuwa alikuwa amesoma, amefanya mambo mengi, anaendelea kupambana kwa ajili ya kupigania dini yao ya Kiyahudi, lakini alipolinganisha ule uzuri wa Kristo, aliona hakuna kingine, hakuna bwana mwingine wa kushikamanisha naye. Na ndio maana hapa tunasema kwamba Yesu tunayemtumikia ni Bwana wa kutumainiwa. Ni Bwana wa kutumainiwa kwa sababu gani? Kwa sababu Paulo alipoangalia hakuona bwana mwingine pembeni kwenye dini zake alizokuwa kwenye dini yake aliyokuwa ameishikilia, ambaye anaweza kuchukua nafasi ya Kristo kiasi kwamba amwache. Kwa hiyo anapojiita mtumwa, anasema sasa mimi ninajiungamanisha milele na huyu, na sitafanyaje? Sina sababu ya kwenda mahali popote, sina sababu ya kubadilishwa na mtu yeyote. Sio Sadukayo ambaye atambadilisha, sio Mfarisayo ambaye ataenda kumbadilisha, ila yeye binafsi alikuwa convicted, alikuwa ameshawishika kwamba huyu ni Bwana wa pekee ambaye anapaswa kusimama naye kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na huyu ndiye anayeenda kufanyaje? Ndiye anayeenda kumtumikia. Kwa hiyo hii ndio picha ambayo Paulo anaileta, kwamba yeye huyu Bwana ndiye anayemiliki sasa, anamilikiwa na Kristo, na kwa hiyo na yeye kwa sababu ameona hiyo thamani na hiyo value, na yeye yuko tayari kuweza kutumika milele. Hakuna mwingine ambaye ana thamani ya Kristo ambayo alikuwa amemuonesha Paulo, kama alivyomtoa katika mzigo wa dhambi, katika kuua watu wa Kristo, katika kuua watu wa Mungu na kulitesa kanisa. Paulo alisema no, siwezi kwenda popote. Ukisoma mstari wa kwanza sehemu ya pili, mstari wa kwanza wa kitabu hiki cha Warumi sehemu ya pili, ambapo tulikuwa tunatafakari siku ya leo, anasema huyu Paulo aliitwa kuwa mtume na kutengwa. Huyu mtumwa wa Kristo aliitwa kuwa mtume,
na kutengwa haihubiri injili ya Mungu. Baada ya Paulo kugundua uhuru aliokuwa nao na kuhakiki kwamba Kristo ndiye pekee ambaye anaweza kumweka huru, ndiye anayeweza kumpa kile ambacho alikuwa akihitaji kwa muda mrefu, Paulo alikuwa tayari kuingia kazini. Tunamuona kwamba Paulo anasema hakuondolewa tu katika ile hali aliyokuwa nayo ya dhambi, ila alifanywa nani? Alifanywa mtume, alifanywa mjumbe, alifanywa shuhuda wa habari za huyu Bwana wake. Ndio anatuambia aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa haihubiri injili ya Mungu, kwamba Mungu mwenyewe alimtenga ili aweze kuihubiri injili. Kama tunavyojua, injili si kingine chochote bali ni habari njema za wokovu wa neema katika Yesu Kristo. Ni kwamba mwanadamu hana tumaini jingine ila wokovu au kutegemea kazi kamilifu msalabani juu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo Paulo mahali hapa alishagundua kwamba yeye binafsi alishajaribu na alishaiona hiyo neema. Kwa hiyo sasa anaenda kuambia wengine kwa habari ya wokovu unaopatikana katika Yesu Kristo. Na ukiangalia katika eneo hili, Paulo mwenyewe ukisoma hata kitabu cha Wakorinto sura ya kwanza, Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza sura ya pili mstari wa pili, Wakorinto wa kwanza, Paulo alikuwa ameshawishika kabisa, na alikuwa hii inatoka moyoni mwake kabisa kwamba Kristo ndiye anayepaswa kufanyaje? Kuhubiriwa hata katika mahubiri yake. Ukisoma sura ya pili mstari wa pili wa Korinto wa kwanza, maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Hata alipoingia katika huduma ya kuhubiri injili, alikuwa anajua ni nani anayeenda kumtangaza kwa watu ambao huyu amemtuma. Kwa hiyo alikuwa convicted na alikuwa anajua ni nini anaenda kufanya. Lakini ukiangalia katika mstari wa pili, tunaona kwamba Mungu mwenyewe, Kristo huyu mwenyewe anatoa message ya kwenda kuhubiri. Sasa huyo Bwana wa kutumainiwa, Yesu ni Bwana wa kutumainiwa kwa sababu anaweka huru. Kwanza Paulo alimweka huru. Utumwa huu ambao tunauona hapa sio utumwa wa yule mtu ambaye anateswa na kunyanyaswa, ila ni utumwa wa mtu ambaye amewekwa huru na Bwana na amejua thamani ya kuwekwa huru na ameamua kujidhabihu. Ni kama kutoa fadhila kwa yule aliyekufanyia vizuri. Kwa hiyo ukija katika eneo hili la mstari wa pili, tunaona kwamba huyu Bwana haweki tu huru wala hamfanyi mtu kuwa mtume tu, ila anampa ujumbe wa kwenda kuzungumza. Na ujumbe ambao ameenda kuzungumza, ambao amempatia, ni ujumbe wa injili, ambao anapoenda kuzungumza, hatuendi kuzungumza mawazo yake, ila kile ambacho amepewa na Bwana. Ukisoma mstari wa pili anasema ambayo anaenda kuhubiri injili ya Mungu, ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu. Tutaishia mstari wa pili kwamba huyu mtume Paulo alipewa ujumbe ambao wa injili ya Mungu, lakini hii injili anajaribu kuwafunulia Warumi. Ni kanisa lililokuwa na mchanganyiko kati ya Wayahudi waliokuwa wameamini na mataifa walikuwa wanakusanyika mle, lakini anawafunulia Warumi na mataifa, anawaambia kwamba hii injili inayoihubiri sio injili ambayo imeanza jana, ni injili ambayo Mungu amekwisha kuiahidi tangu muda mrefu. Hizi habari za wokovu wa Kristo hazijaanza wakati Paulo ameanza kuhubiri. Hizi habari za Yesu Kristo kuokoa ulimwengu hazijaanza wakati ambao Petro ameanza kuhubiri. Hazijaanza tu Kristo alipoonekana hapa duniani katika kuuvaa mwili. Hapana, ni habari ambazo hata manabii, hata watu wa kale, ukisoma kitabu kwanza kuanzia kitabu cha Mwanzo sura ya 15, baada ya anguko la mwanadamu, ndio tunaona habari za ukombozi wa mwanadamu. Mungu anaahidi kwamba Masihi atakuja kuzaliwa, ambaye atakuja kumponda
kichwa nyoka na huyu nyoka atamng'ata kisigino. Kwa hiyo katika eneo hili tunaweza kuona kwamba habari za wokovu katika Kristo Yesu sio habari ambazo zimeonekana jana, ni habari ambazo tangu anguko la mwanadamu zilikuwepo. Lakini ukisoma Biblia vizuri, ukisoma hasa kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari ule wa 23 mpaka wa 26, Biblia inazungumza kwa habari ya Musa. Biblia inasema kwamba Musa aliyahesabu mateso ya Kristo kuwa utajiri tosha kuliko mali zilizokuwa Misri. Kwa hiyo kwa sababu ya kile ambacho alikiona ndani ya Kristo, hakutamani kuendelea kuona watu wake wananyanyaswa na yeye anafurahia katika hekalu la mfalme Farao, bali aliona ni bora kaende akateseke na watu wa Mungu. Biblia inatuambia kwamba Musa aliangalia mbele akauona utajiri wa Kristo, utajiri wa dhabihu ya Kristo msalabani, kwamba ulikuwa ni utajiri tosha zaidi ya kile ambacho alikuwa anakipata kwenye hekalu. Lakini kwa wale mnaosoma Biblia, watumishi wa Mungu, ninaamini mnasoma Biblia, soma Isaya 53, unaweza kuona namna Isaya alivyomfunua Kristo ambaye atakuja kusulubishwa, atakuja kufa msalabani, atakuja kukomboa ulimwengu kutoka kwenye dhambi. Anatuzungumza wanadamu kama sisi ambao ni kondoo waliopotea, ambao hatuna tumaini, lakini Mungu alichukua dhambi akaziweka kwake. Kwa hiyo habari za wokovu wa mwanadamu kupitia Kristo Yesu sio habari ambazo zimeanza jana wala leo. Ndio maana anasema ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, kwamba hizi habari sio za jana. Hata Wayahudi waliokuwa mle kanisani, katika kanisa la Rumi, walikuwa wanapata kujua kwamba hii kitu ambayo Paulo anahubiri, hii injili ambayo Paulo anahubiri, sio injili ambayo ni ya jana au juzi. Ni injili ambayo ni ya milele. Tangu mwanadamu alipoanguka, Mungu amekwisha kuplani, na wote walikuwa wanamwangalia Kristo atakayekuja ili aokolewe, wanadamu waokolewe katika dhambi. Na hiki ambacho tunakiona kwa Paulo ni ukweli ambao kila Mkristo anapaswa kuwa nao. Hii ni sehemu ambayo kila Mkristo anapaswa kuwa nayo. Paulo alivyojitambua kwamba yeye ni mtumwa, ni mtu ambaye yuko chini ya bwana wake Kristo, lakini pia akaidhabihu maisha yake kwamba atamtumikia Kristo milele. Hii ni kitu ambayo sio ya kuachia Paulo, sio ya kuachia mchungaji, ila kila mtu ambaye anajiita Mkristo wa kweli anapaswa kuwa na conviction na jambo kama hili moyoni mwake, kwamba Ukristo sio jambo la kujaribu, kwamba utajaribu kesho alafu ukiona mambo yaendi vizuri unabadilisha, kwamba utaingia leo kanisani uone mambo yaendi vizuri, kesho uingie. Ukiangalia mvua imenyesha, utaamua kwamba unaenda kuabudu au utaenda. Ukiona jua limewaka jingi, kwamba sitaenda, yani unachagua mazingira. Ukristo unapaswa kuwa wa namna hiyo. Ukristo unapaswa kutambua thamani ya yule ambaye alitufia msalabani, na sisi tunapaswa kuweza kuzama sisi kama sisi. Ukristo ni kuungamanishwa na Kristo milele. Sio kwa siku ya leo nitakuwa hivi, alafu kwa majira haya nitakuwa hivi. Kwa hiyo kila Mkristo kama Paulo alivyokuwa, na sisi pia tunapaswa kuwa na hiyo conviction na huo ujasiri na hayo maneno. Sio mwinjilisti tu, sio mchungaji tu, sio yeyote tu. Hata katika huduma inawezekana ni mtumishi kwa njia ya kuhubiri injili madhabahuni, mchungaji. Inawezekana ni mtumishi kwa njia ya kuimba. Inawezekana ni mtumishi kwa njia hata ya kushiriki kanisa. Inawezekana hata ni mtumishi kwa njia ya kupiga vyombo madhabahuni kanisani, kuweza kuwezesha kwa namna Mungu alivyokujalia neema. Yeyote ambaye anasikiliza ujumbe huu, ni kwamba Mungu anatuambia kwamba Kristo, Paulo hapa anatuonesha mfano kwamba sisi tumeungamanishwa na Kristo moja kwa moja. Kwa hiyo utumishi wetu sio utumishi wa kwamba ni watu ambao tunalazimishwa, ila ni willingly tumeshakiona kile kilicho ndani ya Kristo alichokifanya kwa ajili yetu kutukomboa katika dhambi. Kwa hiyo utumishi wetu
tunafanya kutoka moyoni, kama sio tunalazimishwa na mtu fulani. Hiyo mshirika hapaswi kusubiri mchungaji amfuate, hapaswi kusubiri mchungaji ampigie simu ndo aje kanisani kuweza kuabudu. Inapaswa kutoka moyoni, akitambua kwamba tayari yeye amekwisha kushikamanisha na Kristo na anamtumikia Bwana wake kwa utashi wake mwenyewe. Kwa hiyo anasema tunapaswa kutumika kwa uhuru kama yeye Paulo alivyotumika, na tunao ujumbe wa kuhubiri. Ujumbe wa kuhubiri tunao, tumepewa mahali hapa. Biblia inasema kwamba Paulo alipewa ujumbe wa habari ya Injili ambayo imekwisha kuhubiriwa tangu mwanzo, habari ya wokovu katika Kristo mwenyewe. Kwa hiyo hata sisi tunapokuja mahali hapa, Yesu ni Bwana wa kutumainiwa kwa sababu ametuweka huru kwanza. Lakini Yesu hajatuweka huru tu, ametupa ujumbe wa kuhubiri, ametupa neno lake, kwamba tunapoenda kuhubiri, hatuendi kuhubiri mawazo yetu, hatuendi kusema elimu zetu, hatuendi kufanya chochote ambacho kinatokana na sisi. Tunasimama kwa ujasiri. Wengine tuna elimu ndogo sana, hatuna elimu nyingi, madarasani hatukupata maksi nyingi sana. Lakini kwa nini tunasimama kwa nguvu na ujasiri kusema habari za Kristo? Kwa sababu tunao ujumbe ambao hatuhitaji kubadilisha, na Bwana ambaye ametupatia, ametukomboa, ndiye ambaye ametuambia tuende tuseme kama tunavyosema. Kwa hiyo katika utumishi wetu hatupaswi kuhangaika na kutafuta jumbe ambazo zitaweza kuwafurahisha watu, ambazo zitaweza kuwafanya watu wapige makofi mengi wakati unahubiri, ila tunapaswa kuwatafutia watu ujumbe wa wokovu, wa habari njema ambayo tumepewa, wokovu katika Kristo, ambayo anaweza kumweka huru kila mtu. Kwa hiyo ni jukumu letu sote, kwa hiyo ni shauku yetu sote kwa Kristo, na wale ambao baada hawajamwamini wanapaswa kujua kwamba wokovu wa mwanadamu hauko kwa yeyote, uko kwa mmoja tu ambaye habari zake zilihubiriwa. Sio agano jipya tu, Kristo hajaonekana agano jipya tu, ameonekana tangu mwanzo. Kwa hiyo inabidi tufahamu hilo, na inabidi tuwe majasiri katika ujumbe ambao tumepewa, sio kujaribu kutafuta njia zetu wenyewe kwa ajili ya kufurahisha watu, ili ya kuchekesha watu na kuwafanya watu wajisikie vizuri, ila ni kwa kuambia watu habari za wokovu katika Kristo mwenyewe. Kwa hiyo Mungu hatusaidie tukapate kukumbuka hili kwamba Yesu anapaswa kuhubiriwa, na Yesu anayepaswa kuhubiriwa ni Bwana wa kutumainiwa, kwa sababu ndiye pekee anayeweza kutuweka huru, kwamba ndiye pekee anayeweza kutuweka huru. Kwanza anaweka huru kama alivyomweka Paulo huru kutoka kwenye dini ya Kiyahudi, kutoka kwenye kutesa kanisa na kumvuta mpaka kuwa mtumishi wake milele. Lakini Bwana huyu hatuachi kama tulivyo, ametupa ujumbe wa kusimama nao, na hilo ndilo neno lake ambalo tunapaswa kulihubiri. Kwa hiyo Mungu atubariki wote ambao mnafanya huduma na wote ambao mnamtumikia. Zikana unakata tamaa wakati mwingine, unapaswa kukumbuka kitu kimoja, kwamba tunao ujumbe. Hakuna kukata tamaa, ni kusimama katika kile ambacho Mungu amekisema, na sisi ndio tunachopaswa kukisema, ambacho hakiko nje na ujumbe aliyotuachia wa Injili. Mungu atubariki na Mungu akaribariki neno lake. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya neno lako la uzima. Asante kwa kutujalia kusikiliza. Tunakushukuru kwa umoja huu. Endelea kutusaidia tunaposimama katika huduma yako, tukaweze kusimama kwa ujasiri na tukaweze kuhubiri kweli yako kwa ujasiri.